Vita kati ya Irani, Marekani na Israeli. Si jambo la ghafla tu, ni matokeo ya miongo mingi ya migogoro, siasa na nguvu za dunia. Iran na Israeli hazikuwa maadui. Kabla ya mwaka 1979 walikuwa washirika, lakini baada ya mapinduzi ya Iran mwaka 1979, serikali mpya ya Iran ilianza kupinga vikali dhidi ya serikali ya Israeli na Marekani. Tangu hapo, uhusiano wao ukawa mbaya sana na kuanza kuwa mvutano mkubwa wa kisiasa na kijeshi. Najua unajiuliza, ipi sababu ya mgogoro huu kuwa mkali mpaka sasa? Programu ya nyuklia ya Iran inasemekana ndicho chanzo kikuu cha Marekani na Israeli. Marekani na Israeli wanahofu kwamba Irani inaweza kutengeneza silaha za nyuklia. Siasa za Mashariki ya Kati, Irani inaunga mkono makundi kama Hezbollah na Hamas, jambo ambalo Israeli inapinga vikali. Ushindani wa nguvu, kila upande unataka kuwa na ushawishi mkubwa katika eneo la Mashariki ya Kati.
Mwaka 2025 hadi mwaka 2026 hali ilizidi kuwa mbaya. Israeli ilishambulia maeneo ya kijeshi na nyuklia ndani ya Iran. Marekani iliungana na Israeli kufanya mashambulizi makubwa zaidi. Iran ilijibu kwa kurusha makombora na droni kwenye maeneo ya Israeli na vituo vya Marekani. Vita hivi vimekuwa vikubwa zaidi, vikihusisha nchi nyingi. Mashambulizi yanaendelea pande zote, maelfu ya watu wanaathirika. Bei ya mafuta duniani imepanda sana. Pia kuna hofu ya vita kubwa zaidi duniani ikiwa hali hii haitozuiliwa. Wataalamu wanasema vita vinaweza kuendelea kwa muda mrefu au nchi zinaweza kufikia makubaliano ya amani, lakini mpaka sasa hali bado ni ya hatari. Vita hivi vinaonyesha jinsi dunia ilivyokuwa na mvutano mkubwa na umuhimu wa amani kwa binadamu wote. Tuombe amani duniani, tuiombee dunia amani, nasi tujiombee amani. Kama umejifunza kitu kipya, like, subscribe na share ili wengine wajue ukweli huu.